We'll come back to your goals on Ukraine, but I'll have to ask you this, Madam President. Amid sanctions, you are wanting to do and increase business with Russia. How are you going to circumvent or bypass the sanctions? Thank you, Madam Moderator. And I must say that I've been envying my panel members using their national languages, and I would like to use this opportunity to do the same. So I'll switch from English to Swahili. Yeah. Umeniuliza swala la sanction na tutafanya vipi kwenda kwenye maendeleo. Nataka nikuhakikishie kwamba Tanzania haiko kwenye sanction. Hatuko kabisa kwenye sanction na tunajipanga kufanya maendeleo ya nchi yetu, lakini hatuko kwenye sanction. Yeah. Having said that, every country has its own struggles. Tanzania, and Madam President over here, has been at the forefront, leading woman voice. Great to have a woman on the panel too, who's been fighting liberalization of her economy. How has that gone, and how is that moving ahead? Despite and in spite of fears of sanctions, criticism from various quarters, how are you managing economic liberalization in the country? Asante sana, labda niseme kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina mambo mengi na uchumi wetu uko diversified. Hatutegemei zao moja au one commodity. Uchumi wa Tanzania unategemea kilimo, unategemea madini, unategemea utalii, unategemea mambo mengi, sekta nyingi, manufacturing, tuko huko pia. So sekta zote hizi zinakuwa kwa pamoja at varying degrees, lakini zinakuwa kwa pamoja. So tumejipanga kiasi ambacho tunafanya kazi na international community, private sector of the international community, na wengi wanaitikia kuja Tanzania kuwekeza na kufanya biashara. Na since 2021 to date tumevuta miradi mingi sana, tumevuta FDI nyingi sana, na hichi ndicho kinachofanya Tanzania iwe stable kwenye uchumi wake. Lakini jingine ni kwamba Tanzania iko located kama ni center, epicenter ya corridor ya uchumi ya East, Southern, maybe Central Africa, na Port of Dar es Salaam ndio ina serve nchi nyingine hizo. Sasa Tanzania being strategically located to serve other landlocked countries, that it by itself, hiyo peke yake inafanya Tanzania kuwa na mambo mengi ya kufanya, kuvutia vitu vingi ndani ya nchi. And so kwenye region ile Tanzania iko very vibrant na uchumi wake unakuwa very steadily. We have never missed a step. Tunakuwa since 2021. We started with 4%, and then tumekwenda 4.5, 5.5. Last year 6, and this year we're expecting 6.3. So hicho. Lakini umeniuliza kwamba kuwa na rais mwanamke unawezaje kusustain huo uchumi. Labda niseme kwamba uchumi hautegemei gender ya mtu, jinsia ya mtu. Inategemea jinsi unavyo lead mipango ya nchi na unavyoisimamia. Whether a man or a woman, you have to have strategic plans to sustain your economy.
ndio kinacho mata kwenye hali hiyo. Nadhani ningesema hayo.